Swala la kutunza amani inatakikana lianzie kuanzia mtoto mdogo. Anatakiwa mwambie baba yake, baba tafadhali naomba uichunge amani. Kama vile bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiwaambia maswahaba waichunge ndimi zao, wazichunge ndimi zao. Kwa maana ya ndimi, ndugu zangu wa Kiislamu, ni katika kiungo ambacho kina faida na hasara. Kwa hiyo watoto wetu wenyewe pia wana haki, ndugu zangu wa Kiislamu, kwa sababu amani ikiondoka haitoangalia mtoto mdogo wala mtu mkubwa, itatupata sote ndugu zangu wa Kiislamu. Kwa hiyo tunatakikana sisi ndugu zangu watoto wetu na sisi kwa pamoja tuweze kuilinda katika amani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia. Na kazi yetu sisi ndugu zangu wa Kiislamu ni kuilinda amani, kwa sababu dini yenyewe ni dini ya amani. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie na tuwafikishe insha Allah Ta'ala, twende tukawe katika watu ambao ni mabalozi na ni watu ambao ndugu zangu wa Kiislamu tutakuwa ni wenye kuitunza amani katika taifa letu, lakini sio tu katika taifa letu bali kuitunza amani katika dunia hii ndugu zangu wa Kiislamu. اسمي باسم علي إبراهيم كموني من دولة مصر. تعلمت في الأزهر الشريف، وأنا آتي هنا إلى إخواني في دولة تنزانيا فضيلة الشيخ عمر وإخوانه لزيارتهم وتفقدهم، ونمشي في تنزانيا بلد الأمن والأمان بفضل الله تبارك وتعالى. Anasema kwamba kwanza kabisa ninaanza kwamba jina langu naitwa Basim Ali Ibrahim Kamuni kutoka katika nchi ya Misri. Masomo yangu yote nimepata kutoka mji katika nchi ya Misri, na nimekuja Tanzania kwa ajili ya matembezi kama ilivyo watu wengine kuja kutembelea nchi ya Tanzania, na alhamdulillah nimefika, nimeona hali mji ambao ni wa amani. Sasa ndio sababu kubwa na mimi kuja kuitembelea Tanzania. الحمد لله رب العالمين. نحن هنا عندما نأتي إلى تنزانيا نشعر بالأمن والأمان، وعندما نأتي إلى تنزانيا نشعر بالراحة والاطمئنان، ونسير الحمد لله تبارك وتعالى في كل مكان في تنزانيا، من دار السلام إلى أروشا إلى دودوما إلى سنجيدا إلى موانزا إلى كل أماكن إلى مورغورو. في كل مكان نسير في تنزانيا بفضل الله تبارك وتعالى، لا نرى إلا الأمن والأمان بفضل الله تبارك وتعالى. Anasema kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sisi tumetembelea hapa Tanzania, na hili tukio ambalo linakuja kesho kutu hapa, sisi tunahisi kama ni jambo la kawaida kabisa kwa Watanzania, kwamba litaendelea vizuri kwa sababu ya amani ambayo tumeiona baada ya kutembelea sehemu nyingi, Singida, Dar es Salaam, wapi, Morogoro, kila mahali alipotembelea. Anasema wanahisi raha na amani, na hili tukio la uchaguzi linalokuja hana wasiwasi nalo, akaona kwamba litaenda vizuri sana kwa sababu Watanzania walichojifunza zaidi ni amani. لا نستطيع أن نأتي إلى تنزانيا إذا ما كان فيه الأمن، لا نستطيع أن نأتي إلى تنزانيا. Yani kama amani ingekuwa hakuna, sisi tusingekuja Tanzania kabisa. Yani Tanzania, hata mimi nilipokuja Tanzania hapa nisingekuja Tanzania kama amani hakuna. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi, hata wakati wa uchaguzi unapotokea hivi hatuna wasiwasi wa kuja kutembelea Tanzania, kwa sababu tunajua ni nchi ya amani, hakuna wasiwasi wa hilo. Mimi katika swala la amani katika nchi yetu nalisisitiza sana, na waomba Watanzania wote tuilinde hii amani tulionayo sasa hivi, kwa sababu kama hakutakuwa na amani, hata hizi ibada tunazozifanya zitakuwa ngumu kwetu. Kwa hiyo nawaomba na nawasisitiza Watanzania wote tuwe na amani na nchi yetu, kama vile ambavyo tumebarikiwa kuwa na amani. Wanasiasa sisi tunachowaasa zaidi, na wao pia wahubiri amani, wasijaribu kabisa kugawanyisha watu. Hilo ndio kitu kibora kabisa. Wasijaribu kutufarakisha ili kusudi kitu hicho kiende kwa upande wao. Wao wafaidike na sisi tuweze kupata matatizo. Kwa hiyo sisi tunachowaomba kwamba kadri watakavyozungumza, pamoja na kwamba hawakubaliani na fikra za mtu mwingine, lakini wasifike mahali wakaanza kuhubiri swala la kuharibu amani katika nchi yetu.